السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Tukiendelea katika mlango wa saum, sema jana tukieleza katika mambo yanayoharibu saum ni aljimaa, kufanya tendo la ndoa, na tukaona yale ambayo yanafungamana na jambo kama hilo. Wal istimna'i bimubasharatin, katika jambo lingine ambalo kwamba ay anna min mufattirati siyami, miongoni mwa mambo yanayoharibu saumu ni al-istimna. Ni nini maana ya al-istimna? Maana ya al-istimna huwa talabu khurujul mani bighairi jima'in ma'a khurujihi bilfi'li. Maana ya maana ya istimna ni mtu yoyote ambaye kwamba atakayetaka kutoa maji ya uzazi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani pasi na kufanya tendo la ndoa, kwa sababu kutoka na maji ya uzazi sio lazima tu kufanya tendo la ndoa, bali mara nyingine unaweza ukafanya tendo la ndoa bila kutoka na maji ya uzazi. Kwa hivyo kunao njia ambazo kwamba mtu anaweza akafanya kutoa maji ya uzazi kupitia njia hizo bila ya kupitia tendo la ndoa. Kwa hivyo yoyote ambaye atakayetumia njia yoyote itakayokuwa ya kutoa maji ya uzazi akiwa ndani ya saumu, ima ni saumu ya Ramadhani au ni saumu ya nadhiri au ni saumu ya kafara au ni saumu ya qadha au ni saumu ya sunna, basi pale pale akifanya jambo kama hilo itakuwa saumu yake imeharibika. Kwa hivyo tumesema al-istimna ni kutaka kutoa maji ya uzazi bila ya kufanya tendo la ndoa. Ili ukifanya kitendo hicho saumu yako iharibike, itabakia pale pale katika zile sharti tatu kama tulizozitaja katika sharti za jimaa. Lazima kupatikane sharti tatu. Sharti ya kwanza tumesema ni al-ilmu bitahrim, kwamba najua hili jambo halifai na ukalifanya, ndio saumu yako imeharibika. Wal ikhtiyar, kufanya kwa khiari bila kulazimishwa. Ukiwa umelazimishwa saumu yako haitobatilika. Wal amdu, na kufanya kwa kusudi, wajua kwamba hili ni haramu na sikulazimishwa, na wakati unapofanya wakumbuka kama wafanya, basi saumu yako imebatilika. Lau utafanya bila kujua, lau utafanya bila khiari, lau utafanya ikiwa haukumbuki kama uko ndani ya mchana wa Ramadhani ama uko ndani ya saumu yako itabakia kuwa vile vile ni sahihi. Na hii istimna wanasema wa fi khurujil mani bilamsin au qublatin tafsilun, maji ya uzazi kutoka kupitia bilamsin, kwa kugusa, au qublatin, au zile kisi na zinginezo zinazofanya hivyo au zinazofanana na kama hizo, wanasema tafsilun, kuna maneno au kuna upambanuzi zaidi. Ikiwa mtu mujarrad kumgusa tu mtu hivi sawa, au akamgusa mwanamke, labda kuseme akuguswa sehemu zake za siri wala nini, labda kumgusa tu kupitia mwili wake, tayari maji yakatoka ya uzazi. Au labda kwa bahati mbaya ilimkisi tu kama mke wake, labda bahati mbaya mani akafanya nini, au yale maji ya uzazi akafanya nini, yakatoka. Sasa nasema in kharaja bilamsin, ikiwa haya maji ya uzazi yatatoka kwa sababu ya kugusa, ma yantaqidu al-udhu bilamsihi, sawa. Wanasema kwamba ikiwa umemgusa mwanamke na maji ya uzazi yakatoka, si mubashara kukumgusa na maji kutoka, saumu yako imebatilika. La, wanasema ikiwa utamgusa mwanamke au utagusa sehemu ambayo kwamba au watu ambao kwamba wanaokuharibia udhu, sawa, watu wanafanya nini, wanaokuharibia udhu, ukawagusa, kwa mfano kabasharati zaujatin, kama vile ukaenda ukagusa ngozi ya nani,
ya mke wako, fayabtilu siyam in kana lamsu min ghairi hailin, ikiwa yule mke umeenda ukamgusa au ukamshika mikono yake, mashallah mikono yako laini, mara pap huku kukafanya nini, kukaharibika, bila labda hata ilikuwa tasfikra haziko sana, lakini madamu wanasema umemgusa bighairi hail, pasi na kiziwizi chochote, na mujarrad kumgusa labda mambo ya huko yakabadilika na maji yakatoka ya uzazi, saumu yako itabatilika. Lau umemgusa huyo ambaye kwamba ukimgusa udhu wako utabatilika, lakini ukamgusa juu ya nini, ya kiziwizi, juu ya nguo, sawa, bahati mbaya maji yakafanya nini, yakatoka au katoka na maji ya uzazi, wanasema saumu yako haitobatilika. Sawa, sawaun kana allamsu bishahwatin au bighairi shahawatin. Hivyo tulivyosema, ikiwa umemgusa hata kama ilikuwa huna matamanio yote wala huna fikira yote katika kumgusa, ni kama tu mke wako tu, kama mwenzako tu umemshika, kisha bahati mbaya mambo yakafanya nini, yakabadilika pale pale, ikiwa umemgusa na bila kizuizi chochote, basi ile saumu imefanya nini, imebatilika. Lakini la utamgusa juu ya nguo na bahati mbaya ikatokea hayo mwanzo kule, yani tayari inaonyesha kule kumgusa juu ya nguo ni kwamba ilikuwa wewe huna fikra na yeye, na bali unachunga labda udhu wako usifanye nini, usiharibike, basi hapa sheria inafanya nini, itakusamehe. Wa amma in kana bihailin fala yubtilu siyam bi khuruj almani ba'dahu, ama ikiwa utamshika au utamgusa juu ya kiziwizi chochote kisha baadaye maji ya uzazi akatoka, saumu yako itabakia pale pale. Huyu ni mtu ambaye kwamba unayefanya nini, anayekuharibia udhu, au ni mtu ambaye kwamba anaweza kumoa. Anasema wa in kharaja bilamsin ma la yantaqidhu aludhu bilamsihi kalmahrami, ama utakapomgusa mwanamke ambaye kwamba kisheria hakuharibii udhu, kama vile nani, mama yako, dada yako, sawa, binti yako, anti yako, khalati yako, ama khalata ama shangazi yako, lau utamgusa mwanamke kama huyu, fala yubtilu siyam, ukamgusa kisha kwa bahati mbaya maji ya uzazi nayo akafanya nini subhanallah, na maji ya uzazi akatoka, saumu yako haibatiliki, illa idha kana lamsu bishahwatin, isipokuwa kule kumgusa kwako li'iyadhu billahi min dhalika. Ndio maana tukawa tunaambiwa hakuna kitu kibaya kama faragha. Subhanallah, ndio maana ulama wa fiqh nao wakafika pahali zaidi, wakatuharamishia mpaka mtu kukaa na mwanamume ambaye kwamba ni amrad. Mwanamume ni amrad, ni yule mwanamume ambaye kwamba amelegea kidogo. Kuna watu maumbile yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameomba hivyo, ukimwona amenenepa, mara nyingine ukimwona unaweza ukafanya nini, subhanallah, shetani anaweza kukupelekea ukafanya nini, ukamtamani kwa namna vile alivyo. Yani ukimwona yeye na unaona sawa sawa kama umeona nani, umeona mwanamke. Bali hata baadhi ya ulama wanasema ukimgusa huyu amrad, udhu wako pia umebatilika, na ni mwanamume. Naam, ni mwanamume, lakini kwa namna vile alivyo mnene, ukimwangalia labda sehemu zake za makalio yake kidogo amefura, ukimwangalia amenene, yani ukimwangalia yeye na labda ukifikiria na mwanamke fulani, unaona kama wamechukuana, wamefanana. Sasa huyu ulama anasema mujarrad kumgusa pia na ni mwanamume, udhu wako umeharibika. Sawa, yani kutujaribu kutuwekea kidogo, tuwe na mipaka na watu ambao kwamba ni namna hii. Ndio maana tunaambiwa tuchunge sana hata watoto wetu madarisi tunazowapeleka, tuwapeleka kwa nani. Sawa, maana yake kuna wengine nao na maradhi, ukiwaona hali kama ile, mtu amekula mashallah ameshiba vizuri, tayari fikra zinafanya nini, zabadilika, wali'iyadhu billahi min dhalika. Sasa angalia, mtu amemgusa mwanamke ambaye kwamba haruhusiwi sheria kumuoa, na ikampelekea mpaka akafanya nini, mpaka akaharibu mambo. Unaona sasa ni kwamba ni jambo ambalo kwamba linalowezekana. Kwa hivyo wanasema ulama, ikiwa utamgusa mwanamke ambaye kwamba si ajnabi, ni mwanamke ambaye kwamba ni mahrimu yako, ni mwanamke ambaye kwamba huwezi kumuoa, lakini kwa bahati mbaya maji yakatoka, ikiwa umemgusa bila kiziwizi chochote, sawa, lakini ikiwa umemgusa kwa bahati mbaya tu na wala huna fikra zozote, wanasema saumu yako itakuwa hiko. Lakini umemgusa kwa fikra na kwa matamanio labda na ushetani, wali'iyadhu billahi min dhalika, umekupelekea mpaka ukamgusa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema jitahadharisheni, alaikum udkhuli nisa, jitahadharisheni na kuingia katika nyumba ambazo kwamba kuna wanawake mara nyingi, na
ghalabia itakupelekea mwanzo unakuwa ni mtu una haya, ni mtu ambaye kwamba itakuwa huna miko, ni mtu ambaye kwamba lolote anaweza ukafanya kwa sababu ile kuingia katika majumba ambayo kwamba kuna wanawake. Kwa hivyo ikiwa utamgusa mwanamke ambaye kwamba si ajnabi na maharimu yako, na kwa bahati mbaya maji ya uzazi akatoka, lakini bila kiziwizi chote, lakini huku wana fikra yote wala matamani yote, saumu yako ni sahihi. Lau utamgusa na ulikuwa na fikra fulani mpaka ikaupelekea ukafanya nini, ukamgusa, basi udhu wako. Tushasikia mara ngapi watu wanalala na manti zao, ndugu yake mama yake, ndugu yake baba yake tu, toka nitoke labda uliidhu bila ile faragha. Mimi najua baadhi ya watu hasa mtu amelala na anti yake, ndugu yake mama yake, wengine utasikia amelala na ndugu yake baba yake. Ni nini? Kwa sababu ile, kwa sababu unaona, unaweza kuona kama ni jambo gumu, yani haliwezekani kwamba ati mtu amgusa ajnabi yake na apate matamanio. Basi watu lala nao na kastarehe nao kama wake zao, tena labda uliidhu billahi min dhalika, utamkuta mtu si mara moja si mara mbili, hasa tena hao watu ambao wanapenda mambo na ushirikina. Shasikia kesi nyingine, mtu amelala na mjukuu wake kabisa, amezaliwa na binti yake. Huyu msichana ambaye kwamba huyu mzee analala naye aliyemzaa ni mwanawe tu. Kisha anaulizwa ni vipi? Nasema sasa wazee wametaka hivyo, nitafanya nini mimi? Yani mashetani wake wametaka hivyo. Maana yake msichana anasema nilipata kama hisia fulani hivi kama nalala na mtu na mwanamume, anasema nikishtuka nikiamka hivi na mwanababu yangu amenisimamia. Kisha yuacheka. Hakuweza kuvumilia. Mamake maskini ashakufa msichana. Akabidi aenda kwa aunti yake ambako dada yake mamake akimweleza. Mamake akasema aunti yake kama mamake, kisha amemlelea, akasikia vibaya, akamuita yule mzee. Mzee kitambia sasa kama wazee wametaka nitafanya nini mimi? Sikia mjukuu wake wewe. Kama wazee wametaka mimi nitafanya nini? Sina la kufanya sasa mimi dini nifanye. Kisha na basi anaona kama ni kitu adi, yani kitu tu yani rahisi, yani ni kitu cha kawaida tu, iyadhu billahi min dhalika. Kwa hivyo ni mambo ambayo kwamba yanayotokea na ni mambo ambayo kwamba yako ni wewe mwenyewe kuwa na hadhari na kuwa na mipaka na kutomwamini kila mtu. Ile kuamini sana na mara nyingi ndio hutokea na mambo kama haya. Kwa hivyo haya ndio ambayo kwamba yanayofungamana katika istimna kwa wale ambao kwamba ni watu ambao kwamba ni ajnabi na wale ambao kwamba si ajnabi. Mwenyezi Mungu tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una hasana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.